Miongoni mwa tuhuma nyingi ambazo zimeletwa hapo, tumeona tuhuma moja ni kama inamhusu, ya kumtengeneza mtu ambaye alikuwa ameshaoa na familia. Ulikuja mpango Tabora kwamba kuna watu wanatafutwa ambao hawajaoa, kuna mfadhili anafanya mpango wa kulipia mahari ili wapate ndoa. Basi shekhe inaonekana aliandaa mtu ambaye tayari ana mke, akaenda kumfanyia khada Mheshimiwa Mufti na akaozeshwa ndoa ya pili. Hili tumelithibitisha kwa kuwatafuta baadhi ya mahusika ambao walihusika katika ndoa ya kwanza ambayo ilikuwa haijavunjika ndoa ile, na kwenda kufanya ndoa ya pili mbele ya Mheshimiwa Mufti. Sasa kwa mujibu wa baraza, kiongozi ndio anatakiwa kwanza kuwa na nidhamu ya dini, kuwa na tabia nzuri katika umma. Sasa kama ni kiongozi anaweza kutengeneza mpango wa sura hiyo, akaenda kumhadaa Mheshimiwa Mufti, kiongozi mkuu, na yeye Mufti hawezi kuuliza, anajua kwamba ngazi husika, shekhe wakati akahusika, basi anajua Mufti iko sahihi. Lakini baadaye tumefuatilia, tumekuta kwamba kuna tatizo katika utekelezwaji wa jambo hilo. Alioa ndoa ya kwanza, akaacha mke. Sawa? Ikapita miaka, akaoa mke wa pili. Ilipokuja huu mpango wa kuozeshwa, akamtayarisha mke wake kuwa kama ndio mke mpya. Kumbe ndio mchumba, kumbe ni mke ule ule ambaye alisha muoa na wanaishi naye. Kwa hiyo wote, mme kaoa ndoa ya pili na mke naye kaolewa ndoa ya pili ya kimagumashi, manake ni hivyo sasa. Ndoa ambayo haipo kisheria. Baraza la mashehe chini yangu mwenyewe Sheikh wa mkoa wa Tabora tumefikia maamuzi yafuatayo. Baada ya kujiridhisha na kufanya uchunguzi wa kina, kwa sababu mara ya kwanza hao viongozi ofisi ya baraza mkoa wakasikilizwa na wakapewa maelekezo, na sisi tukawa tunafuatilia kwa karibu maelekezo ambayo tumeyatoa, lakini bahati mbaya maelekezo yale hayakufuatwa mpaka kadhia imefikia hatua hii ya kuonekana katika vyombo vya habari. Maamuzi ya baraza ni kama yafuatayo. Shekhe wa kata tumemsimamisha kwa muda, tukiendelea kujiridhisha na taarifa ambazo zipo katika ofisi. Tumemsimamisha na tutazidi kufuatilia kwa ukaribu kuanzia sasa, kwamba kule anakokwenda anakwenda kufanya nini. Lakini kadhalika mwenyekiti wa kata tumempa onyo kali, asije kurudia tena kuchukua mamlaka ambayo yeye hana. Mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari ziko katika ofisi ya shekhe wa mkoa ama shekhe wa wilaya. Sasa yeye kuitisha vyombo vya habari, kuzungumza navyo, kuleta taharuki katika umma, ni kosa ambalo kama baraza tumesema tutampa onyo na tutamfuatilia kwa ukaribu zaidi, naye pia atakuwa na habari gani katika kata ya Kidatu. Tunamsimamisha, tunamfuatilia kwa ukaribu zaidi. Kama patakwenda kupatikana maelewano mazuri kwenye kata na akajirudi kama kiongozi wa baraza litamsamehe. Kama atakwenda katika kata husika akatulia na akafuata maelekezo ya ofisi aliyompa, na tukajiridhisha kwamba utulivu na amani unapatikana, na yeye mwenyewe akakumbuka kosa alilofanya, akakiri, ofisi kama ofisi lazima itizame hatua ambazo amezichukua na tumpe haki yake kama shekhe wetu wa kata. Mimi na swali hapo tayari kashamwadaa Mufti, lakini pia ile ndoa imeshafungwa tayari. Kwanza kwa mujibu wa dini ile ndoa siwezi kusema mimi kwamba itambuliki, lakini kifupi kwamba ni ndoa, hakuna ndoa juu ya ndoa. Kwa kama siwezi kusema kama ni dili, siwezi kujua kama walikula dili wakasema kwamba kiasi fulani mke atapata mume atapata, hatuwezi kujua. Lakini sisi kwa mujibu wa baraza tumesema amefanya kosa. Kwa nini asichukue mtu ambaye hana mke kabisa na anatamani kuoa? Kwa nini asitafute mama ambaye kabisa hana mume, anatamani kuolewa, wenye haki kabisa ya kupewa ofa hiyo ya kuozeshwa?
wale ndio wangewachukua akaenda kumpelekea Mheshimiwa Mufti na kufungisha ndoa halali ambayo sheria inaitambua.